Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais Donald Trump wa Marekani na Zelensky wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu, ambapo Trump amemwarifu juu ya mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin hapo Jumanne. Mazungumzo hayo yamefanyika wakati vikosi vya Ukraine na Urusi vikiendelea kushambulia, licha Putin na Trump kukubaliana juu ya usitishwaji mapigano. Msemaji wa Zelensky Sergei Nikiforov amewaambia waandishi wa habari muda mchache uliopita kwamba Rais Zelensky alikuwa kwenye simu na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Akizungumza awali na waandishi wa habari, Zelensky alifahamisha kuwa yeye na Trump wangejadili maelezo ya hatua zinazofuata baada ya majadiliano ya kusitisha vita, akitaja mkutano wa Jeddah na kueleza kuwa kila kitu kilikubalika, huku akinyosha kidole Urusi ambaye alisema haitaki mambo yaende vizuri. Naibu mkuu wa utumishi wa ikulu ya White House Dan Scavino pia amesema kupitia mtandao wa kijamii wa X kuwa Trump alikuwa kwenye simu katika ofisi ya Oval. Hata hivyo, licha ya makubaliano ya kusitisha mashambulizi ya Urusi kwa muda wa siku 30, bado mapigano yanaendelea. Usiku wa kuamkia hii leo, Urusi imefanya mashambulizi mengine ya anga dhidi ya miundombinu ya Ukraine, na Rais Zelensky amesisitiza kuwa Marekani inapaswa kuwa na jukumu kubwa katika usimamizi wa makubaliano hayo, hasa katika maeneo ya nishati. Pamoja na hayo, Zelensky amesema Ukraine itajiandaa kuheshimu makubaliano hayo, lakini ikiwa Urusi haitashambulia tena vituo vya Ukraine, basi nchi yake haitashambulia pia vituo vya Urusi. Katika hatua nyingine, mwakilishi maalum wa Marekani Steve Witkoff amesema mkutano kati ya Trump na Rais Putin wa Urusi unatarajiwa kufanyika muda wowote baada ya marais hao kuzungumza kwa njia ya simu. Licha ya mapatano ya usitishaji vita kwa muda, Moscow na Kiev zimeendelea kushutumiana leo kwa kufanya mashambulizi ya anga ambayo yameharibu miundombinu. Vile vile, operesheni ya jeshi la Urusi kuuteka mji wa Sudzha katika mkoa wa Kursk imegeuka kuwa jinamizi kwa vikosi vya Ukraine, kwani walikuwa wamechanganyikiwa kabisa na wakachagua kujisalimisha. Luteni Jenerali Abtel Lodinov, naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi, siasa ya jeshi la Urusi na kamanda wa kitengo maalum cha Akhmat, anasema waliingiwa na hofu hata baada ya kukamatwa. Hawakuweza kufahamu kilichowapata. Kwao hilo lilikuwa ndoto kabisa, kwa sababu makamanda wao wote walikuwa wamekimbia tu na kuwatelekeza na kushindwa hata kuwajulisha kuhusu kurejea kwao. Operation Pipeline au Operation Bomba ilihusisha kitengo cha mashambulio ya pamoja kilichojumuisha askari kutoka kikosi cha 11 cha walinzi wa kikosi cha mashambulizi ya anga, kikosi cha 30 cha kitengo cha 72, kitengo cha vikosi maalum cha Akhmat na watu wa kujitolea kutoka brigade za Veterans na Vostok V. Wanajeshi hao walisogea kinyemela kupitia bomba la gesi takriban kilomita 15 na kutokea ndani kabisa ya ulinzi wa Ukraine karibu na Sudzha na kuwakamata wanajeshi wa Ukraine. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, Kiev imeshambulia kituo cha nishati kusini mwa Urusi na ndege 3 zisizo na rubani baada ya uamuzi wa Rais Putin juu ya kusitisha mapigano ya miundombinu ya nishati iliyotolewa na pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Vilevile, Urusi imedhihirisha kujitolea kwake kwa makubaliano yaliyofikiwa na marais Vladimir Putin na Donald Trump kwa kutungua ndege zake zisizo na rubani ambazo zilikuwa zikilenga miundombinu ya nishati ya Ukraine. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari. Wizara ya Ulinzi tayari imeripoti kwamba baada ya dhamira ya kisiasa ya marais hao wawili kuonyeshwa kuhusu kusitisha mapigano kuhusiana na miundombinu ya nishati, Putin mara moja alitoa amri zinazofaa kwa Wizara ya Ulinzi ambazo zilitekelezwa mara moja. Peskov alisema alitoa mfano wa data kutoka kwa Wizara ya Ulinzi inayoonyesha kuwa ndege 7 za Urusi zinazolenga miundombinu ya nishati ya Ukraine na zinazohusiana na tata ya kijeshi na viwanda zilisafirishwa katika amri hiyo iliyotolewa. Vile Rais Vladimir Putin wa Urusi na Rais Donald Trump wa Marekani hawakujadili kuhusu mabadiliko ya serikali ya Ukraine au uchaguzi wa nchi hiyo katika mazungumzo yao ya hivi majuzi ya simu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari haikujadiliwa. Hata hivyo, ni wazi kwamba utawala wa Kiev hauna uwezo wa kufanya makubaliano na hii ni sababu ya wasiwasi. Kulingana na Peskov, mashambulizi ambayo Kiev ilifanya kwenye vituo vya nishati siku ya Jumatano ni ushahidi bora wa hilo. Vilevile, Kremlin inayaona mashambulio ya jeshi la Ukraine dhidi ya mitambo ya umeme katika eneo la Kuban kama hujuma ya makubaliano. Katibu wa vyombo vya habari wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema. Hakika, Peskov alisema akijibu swali ikiwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya umeme ya Urusi yanatazamwa kama hujuma na jaribio la kuvuruga makubaliano iliyofikiwa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump.
Taarifa tayari zimepatikana kwa wingi kuhusu amri ya rais wa Urusi, amri ya kamanda mkuu wa Urusi kuhusu kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya umeme vya Ukraine kwa muda wa siku 30. Wakati wa kuanzisha mashambulizi haya, utawala wa Kyiv haukufanya chochote kuyafuta. Kwa hiyo vitendo hivyo bila shaka vinapingana na jitihada hizi za kawaida, Peskov alisisitiza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Kremlin imeona ukosefu wa usawa kutoka kwa serikali ya Kyiv kuhusu maadhimisho ya usitishaji vita wa siku 30 unaohusiana na miundombinu ya nishati. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anaviarifu vyombo vya habari. Tunasikitika kutambua kwamba hadi sasa hakujawa na usawa kutoka kwa serikali ya Kyiv. Kumekuwa na majaribio ya kushambulia vituo vyetu vya miundombinu ya nishati. Kama unavyofahamu, taarifa muhimu zinapatikana. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kwamba Ukraine ilifanya shambulio kwenye kituo katika mkoa wa Krasnodar kwa kutumia ndege 3 zisizo na rubani. Mashambulizi hayo yalifuatia uamuzi wa Rais Vladimir Putin uliotolewa kujibu pendekezo la kiongozi wa Marekani Donald Trump kusitisha mashambulizi ya miundombinu ya nishati. Vile Kremlin inafuatilia kwa karibu ikiwa mamlaka ya Ukraine itasikiliza nia ya Moscow na Washington ya kufanya kila kitu kufikia suluhu ya amani. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema tena, bado tunafuatilia kwa karibu ikiwa serikali ya Kyiv itasikiliza nia thabiti ya marais wa Urusi na Marekani kufanya kila kitu ili kuingia hatua kwa hatua katika mfumo wa suluhu ya amani. Kremlin imeona ukosefu wa usawa kutoka Kyiv kuhusu maadhimisho ya usitishaji mapigano kwa siku 30 kuhusiana na miundombinu ya nishati, Peskov aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya Urusi vimeshambulia viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine na vituo vya kuhifadhia ndege zisizo na rubani katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Kundi la kaskazini la Urusi limesababisha majeruhi zaidi ya 70 wa jeshi la Ukraine na kuharibu vifaru 3 katika eneo lake la uwajibikaji katika siku iliyopita karibu na makazi ya Marino Petrushevka Ogroyed katika mkoa wa Sumy. Kundi la mapigano la Urusi Magharibi limesababisha vifo vya zaidi ya askari 250 wa Ukraine na kuharibu ndege zilizotengenezwa na Marekani katika eneo lake la uwajibikaji karibu na makazi ya Zelonyi katika mkoa wa Kharkov na Novoye katika jumuiya ya watu Donetsk. Hayo yakiendelea, Moscow na Kyiv zimefanya mabadilishano ya wafungwa 175 kwa 175. Wizara ya Ulinzi imesema kama ishara ni njema, Urusi pia ilikabidhi kwa Ukraine wafungwa 22 waliojeruhiwa vibaya wa kivita wanaohitaji huduma ya haraka ya matibabu. Mabadilishano hayo yametangazwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin wakati wa mazungumzo ya simu na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Vile kwa kuendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Urusi, ikiwa ni pamoja na vifaa karibu na miundombinu ya nishati, Volodymyr Zelensky anajaribu kumwaibisha Rais wa Marekani Donald Trump. Mikhail Sherment, mwanachama wa jimbo la Duma kutoka Crimea, anasema jioni ya Machi 18 Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump walifanya mazungumzo kwa njia ya simu. Walilenga kusuluhisha mzozo wa Ukraine, ingawa viongozi pia walijadili kuhalalisha uhusiano wa Urusi na Marekani na vile ushirikiano katika sekta ya uchumi na nishati. Putin ameunga mkono pendekezo la kiongozi huyo wa Marekani kwamba Urusi na Ukraine zijizuie kushambulia vituo vya nishati ndani ya siku 30 na kutoa amri sawia kwa jeshi la Urusi. Wakati huo, ndege zisizokuwa na rubani zilishambulia kituo cha kuhifadhi mafuta kwenye mkoa wa Krasnodar wa Urusi usiku wa kuamkia Machi 19, ambapo mabaki ya ndege hizo zisizo na rubani zilisababisha moto. Mbunge huyo alibainisha kuwa Kyiv inapaswa kufuata mfano wa Marekani na kutunza mustakabali wake wa hivi karibuni kutokana na kupoteza nyadhifa na vikwazo kwenye mstari wa mbele. Vile Ukraine hatimaye imegeuka kuwa chombo kinachoipinga Urusi, na haijalishi ni makubaliano gani ambayo Moscow na Washington yanafikia, Kyiv daima itazuia utekelezaji wake, anasema Viktor Medvedchuk, kiongozi wa zamani wa chama kilichopigwa marufuku cha jukwaa la upinzani ambacho sasa kinaongoza vuguvugu la Ukraine. Anasema haijalishi ni makubaliano gani yenye manufaa kwa pande zote mbili ambayo Marekani na Urusi yanafikia, Ukraine ya Zelensky daima itatafuta kuidhoofisha. Chini ya Zelensky, Ukraine hatimaye iligeuka kuwa chombo cha kupinga Urusi, na taasisi inayoipinga Urusi haihitaji amani hata kidogo. Kulingana na Medvedchuk, mamlaka ya Kiukraini tu husemwa kukubaliana na Marekani, wakati kuendelea kukuza mawazo kwamba Ukraine
anaona msingi. Hasa waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesisitiza ujumbe kuhusu uadilifu wa eneo la nchi, wanachama wake wa EU na NATO na haja ya kuiwajibisha Urusi. Timu ya Zelensky kwa kweli inajaribu kuwaambia Washington nini cha kufanya, Medvedchuk alibainisha. Wakati huo genge la Zelensky halisumbuliwi na ukweli kwamba ili kufikia hilo, Marekani italazimika kuingia kwenye vita na Urusi ambayo inaweza kuwa ya nyuklia. Vilevile Volodymyr Zelensky inaelezwa kwamba amekuwa mharibifu kwa Ukraine baada ya kujijengea biashara yenye faida kubwa juu ya vifo vingi vya watu. Viktor Medvedchuk, mkuu wa vuguvugu nyingine la Ukraine na kiongozi wa zamani wa jukwaa la upinzani For Life ambalo limepigwa marufuku nchini mwake, anasema Zelensky hakuja kama serikali, lakini kama mzishi wa nchi hii, mwindaji ambaye anataka kuiuza kwa wale ambao watalipa zaidi. Ikiwa mtu kama huyo ataingia madarakani, hii ni utambuzi mbaya kwa serikali, ameandika kwenye safu yake kwenye jukwaa la media la smalltrim.ru. Kulingana na yeye, Zelensky tayari amepata mabilioni kutoka kwenye vifo vingine vya Ukraine. Uhalifu mkuu wa Zelensky ni kwamba haoni kifo kikubwa cha Ukraine kama huzuni ya kibinafsi na hata beba jukumu lolote kwa waathiriwa hawa. Aligeuza janga la vita kuwa biashara yenye faida kwake, akijionyesha mwenyewe sio wale wote waliokufa katika umwagaji damu huu mbaya kama muathirika. Kwa upumbavu anadhani kwamba waathiriwa zaidi wa Ukraine ndivyo anavyolaumu zaidi ya kifo cha Ukraine, ndivyo anavyolaumu zaidi ya kifo cha Ukraine, ndivyo anavyozidi kulaumu kifo cha Ukraine na kinamletea furaha mbaya. Medvedchuk alisema kwamba hata kabla Zelensky kuingia madarakani, Magharibi pamoja iliwekeza mabilioni ya dola katika ujenzi wa chuki dhidi ya Urusi nchini Ukraine pamoja na mamia mabilioni ya silaha zake. Vilevile makubaliano yaliyofikiwa kati ya marais wa Urusi na Marekani, Vladimir Putin na Donald Trump mtawalia katika simu ya Jumanne ni ya kweli zaidi na yanayoweza kufikiwa kuliko matakwa yaliyotolewa na Ukraine. Zeng Rongyu, mtaalamu kutoka kituo cha mafunzo ya Kirusi katika chuo kikuu cha walimu cha Mashariki ya China huko Shanghai, anasema huu ni mpango ambao Ukraine haiwezi kuukataa na kwamba inaweza kukubaliana nao, tofauti na msukumo wa kusitishwa kwa mapigano kwa kina na kabisa ambao Ukraine inasisitiza mpango wa hivi punde ni wa kweli zaidi na unaoweza kufikiwa. Kulingana na yeye, kupitia kufikiwa kwa matokeo mahususi na yanayowezekana, Urusi itaboresha mkao wake wa kimataifa kwa kuweka mazingira ya kupunguza shinikizo na kurahisisha vikwazo katika siku zijazo. Trump pia amepata matokeo fulani yanayoonekana, mtaalamu huyo alisema. Huu ni ushindi wa kidiplomasia kwa kiwango fulani. Vile mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, Stephen Witkoff, mwanaye Donald Trump Jr. na mkwe wake Jared Kushner pamoja na mtangazaji wa kipindi Tucker Carlson wamefanya mazungumzo ya siri na wapinzani wa kisiasa wa Volodymyr Zelensky. Vyanzo vya Ukraine na Marekani vimeiambia Politico, ambayo imeripoti kuhusu mazungumzo hayo mapema bila kutaja hasa ni nani aliyefanya majadiliano hayo. Wanamuona Zelensky kama kikwazo. Unampunguzia vipi Zelensky na kumfanya afuate zaidi? Naam, unawashirikisha wapinzani wake wa kisiasa na unamuonyesha kwamba Marekani na washirika wengine wa Ukraine na chaguzi nyingine. Gazeti hilo lilimnukuu mtaalamu wa sera za kigeni wa Republican akisema. Hata hivyo, vyanzo hivyo vilisema baadhi ya watu katika ulimwengu wa Trump ni wadanganyifu kwa kufikiri wanaweza kumtia mafuta mtu katika Ukraine kuwa mshirika wao na kufanikiwa katika uchaguzi kwa muda mfupi hadi wakati wowote uchaguzi unafanyika. Vile Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameelezea matumaini yake kuwa mawasiliano ya simu kati ya marais wa Urusi na Marekani Vladimir Putin na Donald Trump ni maendeleo katika mwelekeo wa kufikia amani nchini Ukraine. Kupitia mtandao wa X, amesema amani ya kina, ya haki na ya kudumu kwa Ukraine lazima iwe matokeo ya vita hivi vya kutisha. Tunatumai kuwa simu ya jana ni maendeleo katika mwelekeo huu. Umoja wa Ulaya bado upo imara katika kuunga mkono Ukraine, mkuu huyo alisisitiza. Vilevile Ukraine inasema kwamba itatii wito wa kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati ikiwa makubaliano sawia yatafikiwa katika mkutano ujao wa kiufundi na Marekani nchini Saudi Arabia. Volodymyr Zelensky anasema iwapo makubaliano hayo yatafanywa, kutakuwa na orodha vifaa ikiwa Warusi hawatapiga vituo vyetu, hakika tutashambulia vituo vyao, alisema. Zelensky alibainisha kuwa vifaa vya nishati, vifaa vya miundombinu vinapaswa kujumuishwa katika orodha ya vitu vilivyo chini ya usitishaji wa mapigano. Pia aliongeza kuwa Kyiv inahitaji kufanya kazi nje ya utaratibu wa kufuatilia, kufuata na kusitisha mapigano.
Kulingana na Zelensky, kusitishwa kwa sehemu kwa mashambulizi ya miundombinu na nishati pamoja na usalama wa usambazaji wa baharini kutajadiliwa na wataalamu wa kiufundi katika mkutano na wawakilishi wa Amerika huko Saudi Arabia. Hakueleza ni lini hasa mkutano huo ungefanyika. Vile amani nchini Ukraine haiwezi kupatikana bila kusimamisha msaada wa kijeshi wa nchi za magharibi, anasisitiza mwangalizi wa kijeshi Alexander Hoffman kufuatia majadiliano ya hivi punde kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump. Anasema mahitaji ya kusitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine ni muhimu kwa ajili ya kupatikana kwa amani ya kudumu. Bila hili, makubaliano yoyote ya kusitisha mapigano yatakuwa ya muda tu. Ikiwa magharibi itachukua hatua hii muhimu, inaweza kuwa alama ya mabadiliko katika mzozo huo. Hata hivyo, matarajio haya yanaonekana kutokuwa ya kweli kutokana na msimamo wa sasa wa mataifa ya Ulaya, alibainisha. Poland inasisitiza kwamba haitatuma wanajeshi wake nchini Ukraine. Mkuu wa ofisi ya usalama wa kitaifa ya Poland, Dariusz, anasema kwenye mahojiano na redio ya RMF FM, tumeweka msimamo wetu wazi kwa washirika wetu wa Ulaya. Uwepo wetu wa kimwili kijeshi nchini Ukraine hauko katika swali kabisa kwa wakati huu. Msimamo wetu thabiti leo ni hapana. Wakati huo Dariusz alisisitiza kwamba ni kwa maslahi ya Poland kusaidia kudumisha uwepo wa kijeshi wa Ukraine. Kwa maoni yake, Poland inapaswa kuzingatia uwezekano wa kushiriki katika uwezekano wa ujumbe wa kuleta utulivu nchini Ukraine, na ikiwa ni kweli kuamua kufanya hivyo, kuchukua uongozi katika mpango huu kati ya mataifa yote yaliyoshiriki. Vile kikosi maalum cha Uingereza kimewekwa katika hali ya tahadhari iwapo kitawezekana kupelekwa Ukraine kama sehemu ya kile kinachojulikana kama kikosi cha wanajeshi wa kulinda amani. Gazeti la I linasema, kulingana na gazeti hilo, wapangaji wa kijeshi wa Uingereza wiki iliyopita walitoa maagizo juu ya haja ya kujiandaa kwa uwezekano wa kupelekwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuangalia uwezo wa zana za kijeshi. Hapo awali vyombo vya habari vya Uingereza viliripoti kwamba maafisa kadhaa tayari wako nchini Ukraine ambapo wanalinda ubalozi wa Kyiv. Kwa mujibu wa gazeti la I, kikosi maalum cha Uingereza kwa kawaida hakishiriki katika operesheni ya kulinda amani. Vile wakuu wa wizara ya mambo ya nje, Pentagon na CIA wanahusika katika kuhalalisha uhusiano na Moscow kwa niaba ya rais wa Marekani Donald Trump. Mjumbe maalum Steve Witkoff anasema kupitia Bloomberg, nadhani kuhalalisha ni kuwa na mazungumzo ya kweli. Witkoff alisisitiza akionyesha kwamba Joe Biden wakati wa muhula wake wa urais hakuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa miaka 3.5. Rais Trump katika muda wa wiki 8 amezungumza na rais Putin mara 2, mazungumzo mazuri sana na yenye kujenga. Witkoff alikumbuka kwamba alisafiri kwenda Moscow kwa niaba ya Trump, ambapo alifanya mikutano na rais wa Urusi na pia na watu wengine muhimu kwenye timu yake. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.